Mimi juzi kati tu hapo nimekoswa na bodaboda, yani imenigusa kwa sababu ya mabodi. Maana imenibidi nipite barabarani, bodaboda imenivamia na mimba yangu. Serikali imetoa wito wa kuondoshwa magari scraper ambayo yako Tandale. Mara nyingi ukipita barabarani umekuwa ukiyaona. Wapo wananchi ambao wanasema magari haya yamekuwa yakiwasaidia kibiashara na mzunguko wa pesa, lakini wapo ambao wanasema mimba zao zilikuwa zitoke kutokana na ajali za watu kuweka magari haya mabovu mpaka sehemu za barabara. Lakini tumezungumza na viongozi wa wafanyabiashara wa magari, wana yapi ya kusema na kuitaka serikali ilegeze kidogo na kuwapa utaratibu mpya. Yani sisi tunachoomba serikali ingewatafutia sehemu nzuri ya kuweka mabodi yao, maana kama hivi tuna watoto wakitakwenda shule wanabidi wapite barabarani. Sasa huku sehemu ya kupita wameweka nini? Haya mabodi. Mwingine unaweza ukapita limeweka kabisa njiani, ukitaka kupita unataka kujikata, mwingine wanaweka ovyo ovyo. Kwa hiyo tafuta sehemu nzuri wapate kuyaweka ili wafanye biashara kwa utulivu. Kwa hivi yanatusumbua na yanatokea hadi njia yanatuzuieni atupiti vizuri. Mimi juzi kati tu hapo nimekoswa na bodaboda, yani imenigusa kwa sababu ya mabodi. Maana imenibidi nipite barabarani, bodaboda imenivamia na mimba yangu. Kwa hiyo inabidi atafutwe sehemu nzuri wawekewe, wapangiwe madi biashara zao ziende vizuri. Haya siwepo barabarani hivi yanatusumbua. Sawa. Mtoto amepona lakini. Amepona, yuko ndani. Hajapata mshtuko. Hajapata mshtuko mkubwa kabisa. Kweli kero ipo kwa sababu si hapa hata mvua ikinyesha. Maana pale kunakuwa inaziba hata kwenye mtaro, maana yake maji yanajana kwa hayaendi vizuri pale njiani. Pia lingine inaziba hata njia watu hawapiti vizuri. Yani hiyo ndio kero yetu kubwa. Kumbe nani inasumbua sana. Nasumbua, naziba barabara pale. Ndio hata hivyo ndio mgeni naziba hata mitaro, maana pale mbele kuna mfereji pale. Hata mvua ikinyesha maana maji mengi yanatoka huko yanajaa huko, yanashindwa kwenda kwa sababu pale magari yanazuia. Yaani taarifa hiyo tunazisikia, tunaisikia. Yaani sisi direct kwamba tutafute sehemu ya kwenda, kwa mimi kama katibu nisiongope, sina. Kiukweli itarudisha sana nyuma. Sana, yaani 100% itarudisha sana nyuma. Maana watakao kwenda hizo sehemu zitakazopangwa ni wale wenye uwezo. Ambao watu hawana uwezo itakuwa changamoto sana kwao. Sisi labda tuombe itafutwe namna. Baka nadhani miaka 15 10 nyuma ile eneo lilikuwa watu hawapiti hivyo. Yaani ilikuwa ni eneo sumbufu. Unaniambia ukipita Tandale ficha simu. Tandale ficha sijui nini huko nyuma, lakini baada ya kuja hizi yani baada ya kubuni sasa hizi biashara hizi, kuna jambo linawezekana tubuni biashara. Mbona wewe unachokifanya huwezi kutoboa kwenye maisha yako? Utakwepa, ipo siku utaingia kwenye mikono ya watu ambao wana hasira kali, watakuua. Tunategemea sana kuweka bodi hapo hivi, huwa spare nyingi zinakuwa tunaweka ndani, na wateja huo wakija wanaangaliaga mabodi ambayo inafanana na gari lake, ndo wanaamini hiyo spare ataweza kaipata sehemu hiyo. Sasa kama mabodi yatatolewa haya, ina maana kwamba changamoto itakuja wapi? Itakuja spare za gari zitakuwepo ndani, lakini hiyo bodi itakuwa haipo. Ina maana kwamba wateja watakuwa wanazunguka sana. Hata pale paka umpate mteja labda ni mawasiliano ya simu, unaweza kumuelekeza labda spare gari yako iko dukani, lakini ni rahisi kuona bodi, inakuwa ni rahisi kwa mteja kufika dukani. Labda ni utaratibu tu kama walivyotuambia kwamba tusogeze magari, na kweli tumefanya hiyo kazi baada ya kuambiwa tu, hatujakaa hata wiki. Kweli hata nyinyi mmepita mmeona tumepanga magari kwenye utaratibu mzuri, usafi tumefanya. Serikali ituache tu tufanye biashara, maana ndo tunajitafuta. Ukiangalia 100% kubwa tunaofanya biashara huko. Mabodi yaondolewe, yani mabodi yakiondolewa, mabodi yaondolewe kweli kwa sababu ni kero. Barabarani humo yani wamezidisha, wamezidi mpaka sehemu ya kupita watu wa njia kwa miguu. Kwa hiyo sisi kweli hapo tunapata changamoto. Yani sisi tunachoomba serikali ingewatafutia sehemu nzuri ya kuweka mabodi yao. Maana kama hivi tuna watoto wakitakwenda shule wanabidi wapite barabarani. Sasa huku sehemu ya kupita wameweka nini? Haya mabodi. Mwingine unaweza ukapita limeweka kabisa njiani, ukitaka kupita unataka kujikata, mwingine wanaweka ovyo ovyo. Kwa hiyo tafuta sehemu nzuri wapate kuyaweka ili wafanye biashara kwa utulivu. Kwa hivi yanatusumbua na yanatokea hadi njia yanatuzuieni atupiti vizuri. Mimi juzi kati tu hapo nimekoswa na bodaboda, yani imenigusa kwa sababu ya mabodi. Maana imenibidi nipite barabarani, bodaboda imenivamia na mimba yangu. Kwa hiyo inabidi atafutwe sehemu nzuri wawekewe, wapangiwe madi biashara zao ziende vizuri. Haya siwepo barabarani hivi yanatusumbua. Sawa. Mtoto amepona lakini. Amepona, yuko ndani. Hajapata mshtuko. Hajapata mshtuko mkubwa kabisa. Bana, tunaona hii mitaa yenu ni sehemu ambayo kumewekwa yale magari ambayo ni scraper, yako barabarani scraper. Tumeona serikali sasa hivi inafanya jitihada ya kuyaondoa
ili kuwe wanasema inachafua mazingira. Nyinyi wananchi, kuna kero yoyote mmekuwa mkiipata kutokana na haya magari? Kweli kero ipo, kwa sababu si hapa hata mvua ikinyesha, maana pale kunakuwa inaziba hata kwenye mtaro, maana maji yanajana kuwa hayaendi vizuri pale njiani. Pia lingine inaziba hata njia, watu hawapiti vizuri. Yani hiyo ndio kero yetu kubwa. Kumbe nani inasumbua sana? Nasumbua, inaziba barabara pale. Ndio hata hivyo ndio mgeni inaziba hata mitaro, maana pale mbele kuna mfereji pale. Kama mvua ikinyesha, maana maji mengi yanatoka huko yanajaa huko, yanashindwa kwenda kwa sababu pale magari yanazuia. Wanasifika ya ovyo kuwaingiza kwenye maisha ya kimajukumu, sasa kujitambua kwamba mimi kumbe natakiwa nistuke niwe hivi. Yaani kiukweli itaturudisha sana nyuma sana, yani 100% itaturudisha sana nyuma. Maanake watakao kwenda hizo sehemu zitakazopangwa ni wale wenye uwezo, ambao wale watu hawana uwezo itakuwa changamoto sana kwao. Sisi labda tuombe itafutwe namna huku tulipo, sababu huku sisi tulipo tunaishi kwenye majumba ya watu kama wapangaji. Yani kwa mfano huyu hapa anaweza kanapanga 40,000 kwa mwezi, mwingine 30,000. Yani hizo frame hizo manake hazina bei huria. Hapa anaweza kapanga 45,000, 55,000, 60. Lakini hizi sehemu ambazo zitakazopangwa manake bei zitakuwa zimepangwa bila kuangalia ile mitaji ya wale ambao wanawapa hizo bei na hayo maeneo. Ombi langu kubwa kwa mkuu wa wilaya, tutafute namna, kwa sababu hata hapo zamani kama nilivyoelezea 2015 na 16 hakukuwa kuna mazingira haya. Mazingira yalikuwa yapo tulivu. Tutafutiwe namna hapa tulipo, tutafutiwe namna. Nadhani tukifanya hivyo hata mbele mtarudi tena mtasema kweli huyu kijana alizungumza, alikuwa na maana. Tutafutiwe namna huku tulivyo, tutafutiwe namna. Yani namna sio kutukimbiza huku, tutafutiwe namna huku tufanye hizi biashara, lakini kuwe kuna namna ya kufanya biashara. Manake huku hizi biashara nikizungumzia mimi peke yangu, nikikwambia watu ambao wanaweza kufaidika kuhusu mimi ni zaidi ya watu hata 5 mpaka 6 kwa hapa tulipo. Na unakuta mtu labda hapo awali alikuwa ni msumbufu kwenye jamhuri, unakuta mtu ukicha yeye ni mtumizi wa vitu yale ya ovyo, unakuta mtu labda vibaka. Nadhani miaka 15 10 nyuma ile eneo lilikuwa watu hawapiti hivyo, yani ilikuwa ni eneo sumbufu. Unaniambia ukipita Tandale ficha simu, Tandale ficha sijui nini huko nyuma. Lakini baada ya kuja hizi, yani baada ya kubuni sasa hizi biashara hizi, kuna jambo linawezekana, tubuni biashara. Mbona wewe unachokifanya huwezi kutoboa kwenye maisha yako? Utakwepa, ipo siku utaingia kwenye mikono ya watu ambao wana hasira kali, watakuua. Huwezi amini, sasa hivi 90% ya watu wetu ambao tunaishi nao wa maeneo wametoka huko, wamekuja kwenye biashara. Yani hata uzani mtu anaweza kaja akakuletea mteja ukasema dai kweli Mungu fundi, huyu bwana amebadilika. Kwa hiyo akisema labda tutoe watupeleke sehemu nyingine, sisi tuombe tu mamlaka, tutafutiwe namna. Yani hicho ndio kitu cha msingi, sio kututoa, watutafutie namna. Kwa mfano labda imeonekana haya mabodi ndiyo yanaharibu muonekano wa barabara. Siwezi kupinga, kwa sababu huwezi kupingana na kitu ambacho kinaonekana. Inaonekana kabisa una matatizo kweli, muonekano wa barabara umebadilika sana, lakini tutafutiwe namna ya huku tutafutiwe namna, kwa sababu sisi hapa tupo, kuna wenzetu wapo chini, kuna sehemu panaitwa Mabibo, mahakama ya ndizi maarufu, au sisi kwa ajili ya spare tumepaita Magwepande. Magwepande yenyewe rili ambayo iko Tegeta, lakini tumesikia kwamba kuna kuwepo kwa haya magari ambayo ni scraper maeneo haya kunachafua mazingira, lakini pia muonekano wa mji. Tumeona mkuu wa wilaya akigusia kwamba watu hao wanabidi watafute sehemu nyingine ya kupeleka magari yao ama sehemu za magereji na kutoka hapa. Hii hali itaathiri vipi maisha yenu nyinyi vijana ambao mmekuwa hapa? Kwa sisi hapa huwa tunategemea sana kuweka bodi hapo hivi, huwa spare nyingi zinakuwa tunaweka ndani, na wateja huwa wakija wanaangaliaga mabodi ambayo inafanana na gari lake,
ndo anaamini hiyo spare ataweza kaipata sehemu hiyo. Sasa kama mabodi yatatolewa haya, ina maana kwamba changamoto itakuja wapi? Itakuja spare za gari zitakuwepo ndani, lakini hiyo bodi itakuwa haipo. Ina maana kwamba wateja watakuwa wanazunguka sana. Hata pale paka umpate mteja, labda ni mawasiliano ya simu, ndio unaweza kumuelekeza labda spare gari yako iko dukani, lakini ni rahisi kuona bodi, inakuwa ni rahisi kwa mteja kufika dukani. Kwa hiyo mnaweka hizi bodi za magari kwa ajili ya kuvutia wateja? Hizi bodi ni kwa ajili ya kuwavutia wateja, na pia huwa wateja labda gari imegonga upande tunamkatia. Kwa hiyo pia inakuwa inamsaidia hata yeye mteja kuona anachokihitaji. Kupata kitu anachokihitaji. Maana kuna mtu gari lake labda analipenda bado. Sasa anapokuwa amepata ajali, anakuja anapata kipande ambacho ni kizima. Anaenda anarekebisha gari yake na inarudi kama ilivyokuwa mpya. Kwa hiyo itatuathiri sana mabodi yakiondolewa. Utapata yani hata uuzaji wake wa spare itakuwa ni changamoto. Itakuwa ni mawasiliano tu. Ndio. Unaitwa nani? Naitwa Kelvin. Wito kwa serikali ni nini? Kwa sisi tunaomba tu serikali tuangalie kwa jicho lingine. Kwa sisi tumeshafanya marekebisho, tumesogeza mabodi mbele, tumeachia barabara. Kwa hiyo tuangalie tu kwa jicho la upande mwingine. Sababu kweli mabodi yakiondolewa inakuwa changamoto uuzaji wake wa spare. Hata gari ukiagiza ukileta inakuwa spare zitakuwa zina mvurugano.